Naam, karibu tena mtazamaji. Maafisa wa bodi ya madaktari nchini KMPDC wanachunguza kisa ambapo binti mmoja wa miaka 17 amewachwa na vidonda vibaya baada ya kutibiwa katika hospitali moja ya kibinafsi eneo la Ruiru. Na binti huyu sasa akilazimika kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta kwa matibabu zaidi. Ode Francis anaarifu kwa hospitali hiyo ikikana utepetevu. Ndio hali yake Tracy Akinyi katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta baada ya kupata matatizo alipotibiwa katika hospitali moja mtaani Kiamaiko. Kufika Albasra wakaniambia nafaa kuingia theater ati appendix imeoza and it's an emergency. Kupelekwa emergency room, mama kusaini kitu, nikaingia tu direct, nishaanza operation. That was the first operation of which ilienda vibaya. Nikakaa 5 days without doing the dressing and stuff. Nikaoza, wakanifanyia operation ya pili of which bado ikaenda vibaya. Kulingana na Tracy, alifanyiwa upasuaji mara si mbili na yote ikienda segemnege. Any time walikuwa wanafanya hiyo dressing, walikuwa wananikata the wound ikabaki nje. Operation ya pili nilifanya na pupuna hapa. Kulingana na mamake Tracy, maswali ya hali ya mwanawe yalipozidi, akawa sasa hatakikani katika hospitali hii, akilazimika kumpeleka hospitali ya rufaa ya Kenyatta. The patient was very sick, had abdominal infection as well. Everything possible was done to control the infection. That was a main problem at that particular time. Tuliuliza maswali usimamizi wa hospitali iliyohusishwa na Albasra ya iwapo vigezo vilifuatwa, na majibu yao kwa njia ya simu yalikuwa haya. So at that time when she requested to go, she was told that she needs to sign a consent because she's leaving the daughter behind, and her vitals were slowly deteriorating, changing. So she signed the consent and she went. Saini ko hapa kwa sababu hao watu walitampa na mimi. Niko hospitali and I should be in school. That thing is really tampering with me. Napupuna hapa because of those guys. I'm not well. Hata venye sasa naongea na niko na uchungu, nafaa kwa shuleni. Hao watu wameniharibu. Hapa niko na uchungu kabisa. Kwa sababu anytime I'm not in any medication, like hiyo uchungu ikikam, I really regret why I was really born in this life. Those guys that really tampered with my life, wameniumiza, wamenikata, like I can't eat a very good meal kwa sababu nimefanya operation. Wameniumiza. If only you guys you can help me, hospitali ifungwe. Sitaki mtu mwingine umie kama mimi. Sitaki mtu mwingine akae hospitali kama mimi. Anafaa kuwa shule kama mimi. I'm a student, I have goals to achieve. Right now I'm in hospital. Why? Uchunguzi wa tukio hili sasa umeanzishwa na DCI pamoja na baraza la madaktari nchini la KMPDC. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.